Iran ilirusha makombora kuelekea Israel mapema Jumanne, saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwamba Washington ilifanya mazungumzo na afisa wa Iran ambaye hakutajwa. Jeshi lilisema shambulio la hivi karibuni la makombora ya Iran lililenga kaskazini mwa Israel na kwamba linafanya juhudi za kuzuia tisho hilo. Rais Trump Jumatatu alisifu kile alichokiita mazungumzo mazuri sana na afisa wa Iran ambaye hakumtaja baada ya kuahirisha ghafla mipango ya mashambulizi mapya. Anasema, nadhani kuna uwezekano mkubwa kwamba tutafikia makubaliano na kwa hivyo tunaipa siku 5 na kisha tutaona itakavyokuwa. Na naweza kusema baada ya kipindi hiki nadhani huenda tukawa makubaliano mazuri sana, alisema Trump. Ufichuzi huo wa kushangaza wa kuweka mazungumzo uliokanushwa na Tehran, ambayo ilimtumu Trump kwa kutaka kushawishi masoko ya nishati, ulijiri kabla ya muda wa mwisho Jumatatu usiku uliowekwa na Trump kwa Iran kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz, la sivyo Marekani iiteketeze mitambo yake ya umeme. Bei ya mafuta ilishuka na masoko ya hisa yakaimarika, huku waangalizi wakijitahidi kutafsiri kauli za Trump licha ya Iran kukataa. Tovuti ya habari ya Axios nchini Marekani ikimnukuu afisa mmoja wa Israel ambaye hakutajwa jina, ilimtaja mtu aliyezungumza na Trump kuwa ni Mohammad Bagha Ghalbaf, spika wa bunge la Iran na mmoja wa watu mashuhuri wasio na nafasi ya kidini. Tovuti hiyo na shirika la habari la Reuters waliripoti kwamba wapatanishi wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner wanaweza kukutana na ujumbe wa Iran kwa mazungumzo nchini Pakistan wiki hii, huku kukiwa na uwezekano wa makamu wa rais JD Vance kujiunga. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif Jumatatu alisema alizungumza na Rais Masoud Pezeshkian wa Iran, akiahidi msaada wa Islamabad kuleta amani katika eneo hilo. Lakini Ghalbaf alisema kwenye mtandao wa X kwamba hakuna mazungumzo yanayoendelea, akisisitiza kwamba Trump alikuwa akitaka kudhibiti masoko ya fedha na mafuta. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Ismail Baqail, alisema kuna ujumbe ulipokelewa kutoka baadhi ya nchi rafiki ulioashiria ombi la Marekani la kutaka mazungumzo yenye lengo la kukomesha vita, lakini akakanusha kuwa mazungumzo yoyote kama hayo yalifanyika, lilisema shirika rasmi la Iran IRNA. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema amezungumza na Trump na kukiri kwamba Marekani inatumai makubaliano yanawezekana, lakini akaapa kuendelea kuishambulia Iran na Lebanon ili kulinda Israel. Nchini Lebanon, Israel imepanua operesheni yake ya ardhini dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran, ikionya kuhusu wiki kadhaa za mapigano. Imeshambulia tena kusini mwa Beirut Jumatatu na mapema Jumanne na kudai kuwakamata wapiganaji wawili wa Hezbollah. Lebanon iliingizwa katika vita vya Mashariki ya Kati wakati Hezbollah ilipoanza kurusha makombora dhidi ya Israel mnamo Machi 2 ili kulipiza kisasi mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei katika shambulio la Israel na Marekani. Mwisho wa rubaa za kimataifa, mimi ni Theophane Ngitu.